zipo habari njema zinazoweza kwa wokovu wa nafsi yako ukawekwa huru. Amen. Kwa Biblia, Timotheo wa kwanza sura ya kwanza mstari wa 12 mpaka 17. Neno la Mungu linasema: nami namshukuru Kristo Yesu Bwana wetu, aliyenitia nguvu, kwa sababu aliona kuwa mwaminifu akaniweka katika utumishi wake. Ingawa hapo kwanza na alikuwa mtukanaji, mwenye kuuzi watu, mwenye jeuri, lakini nalipata rehema, kwa kuwa nalitenda hivyo kwa ujinga na kwa kutokuwa na imani. 14. Na neema ya Bwana wetu ilizidi sana, pamoja na imani na pendo lililo katika Kristo Yesu. Ni neno la kuaminiwa, tena nastahili kubarika kabisa, kwamba Kristo Yesu alikuja ulimwenguni awaokoe wenye dhambi, ambao kwa kwanza wao ni mimi. Lakini kwa ajili ya hili alipata rehema, ili katika mimi wa kwanza Yesu Kristo audhihirishe uvumilivu wake wote, niwe kielelezo kwa wale watakaomwamini baadaye, waupate uzima wa milele. Sasa kwa mfalme wa milele, asiyeweza kuona uharibifu, asiyeonekana, Mungu peke yake, na iwe heshima na utukufu milele na milele. Amen. Haleluya. Ongeza makofi na vigelegele kwa Rihanna. Kristo hajaona uharibifu na hana uharibifu, ila ana kazi ya kutoa mwanadamu katika dhambi. Kristo hana uharibifu, ni Mungu asionekana, ila ana kazi ya kuondoa dhambi kwa mwanadamu. Watu wengi wanahitaji kuamini waganga kwa sababu wanawaona. Anapewa maelekezo na mganga, yeye anaanza kuamini mganga, kumbe mganga anamwelekeza mambo ya ile misiri, na anatembea naye na anayatekeleza, na ndani ya ile mtu, kwa sababu anatembea na maneno ya mganga ambayo ndio mafunuo ya kuzimu, anaishi na dhambi. Baada atalewa, baada atarogwa, baada atazini, hata kitembea na maelekezo ya mganga wa kienyeji, wala haweza kuondoa kwenye dhambi. Hatutembee na maelekezo ya dunia hii, hayawezi kuondoa dhambi ndani ya moyo wako mwanadamu. Kama na mmoja asiyeona uharibifu, anaitwa Yesu Kristo wa Nazareti, anaondoa dhambi ndani ya moyo wa mwanadamu. Bwana, ukitembea na maelekezo yake Kristo, ambaye hajaona uharibifu na ni Mungu asiyeonekana na damu na nyama, ukitembea na maelekezo yake anaondoa dhambi. Ukitembea na maelekezo ya dini unayoijua, haiondoi dhambi. Takuwa nayo maelekezo ya dini, bado na hasira, bado muongo, bado mgomvi, bado mwizi, na ilizi kiuno umevaa, wala sio salama yako. Na vile na habari tayari milele, ni Mungu asionekana, aliye hai milele. Ukitembea na yeye, binti atakuweka huru, kijana ataweka huru mbali na dhambi. Dhambi ni vifungo, ni mateso. Mtu anatenda dhambi sio kwamba anafurahia, hana namna, afanyeje? Hapo ukimkuta mlevi, unasikia nimetoka na mapombe, nifanyeje sasa? Sindwaga. Sikiliza mlevi, yukasie simba yote, anaitwa Yesu Kristo wa Nazareti. Watakomesha kiu ya ulevi, watakomesha kiu ya sigara, watakomesha kiu ya bangi. Anaitwa Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai, asiona uharibifu. Ni Mungu asiyeonekana, Alfa na Omega, ni Mwokozi wako. Tena leo ukikubali kutembea na maelekezo yake, mwanadamu unawekwa huru. Sasa kwenye vifungo vya dhambi bakari, kusali unasali, bado una dhambi. Kutembea na maelekezo ya Kristo na maelekezo ya masamba,
na maelekezo ya ukoo na maelekezo ya dunia, hivyo umeyakubali ndani ya moyo wako, hayaondoi dhambi. Ndio maana uko hivyo. Mmoja anajuta kabisa ametoka na dhambi, atokeje sasa? Sikiliza jibu lipo jioni ya leo. Yokana na dhambi na wanadamu, anasema ni neno la kuaminiwa, tena sasa kukubalika ndani ya moyo wako kwamba Kristo alikuja ulimwenguni awaokoe wenye dhambi. Kwanza hao ni mimi nimekuhubiri. Hata mimi nilikuwa naishi kama wewe. Ukikosewa tu unanuna siku hata wewe zaidi ndivyo unavyonuna. Hiyo ni dhambi ndani. Hiyo ni hasira. Hizo ni nguvu za giza. Ni ufalme wa kuzimu umekukamata. Akitukana tu. Mama. Pepo. Una dhambi. Inakutesa. Inakuangamiza. Utageuza wanaume wangapi? Utapata mwanaume malaika wa kukuoa asikukwaze. Wanadamu wanaishi na dhambi. Utaolewa na nani? Malaika hayupo duniani. Ndio maana Mungu amesema tusameheane. Si sababu mafaili ya makosa. Achilia. Hutaingia kisa moyo. Hajaingia una visasi. Una manunguniko. Unadhani uko salama. Nataka nikwambie jioni ya leo. Salama yako mama. Lecha kwa Mungu wetu jioni ya leo. Haweza kukuponya. Ukawa mbali na dhambi Bwana. Tunaombiwa moyo wa rehema. Na ushinda ubaya kwa wema. Hawezi kukataa hivyo, naanza kuwaza matatizo na shida. Akiingia Yesu hamna kitu cha hivi. Unafikiria aliyo juu Kristo aliko. Ukitaka unataka kwenda kingine, unasikia Yesu anakuambia, samehe. Shinde ubaya kwa tunashindana ufalme wa giza. Mume wako ni mzuri. Mke wako ni mzuri. Ni mtu ambaye anaye yule Kristo asiyeonja uharibifu. Mungu asiyeonekana kwa macho. Anatenda kazi katika ulimwengu wao. Kwenye mioyo iliyokubali kutembea naye, anazungumza nasi, anatuelekeza njia ipasayo kuiendea. Tapuyanga kwenye vichaka vya dhambi mpaka lini? Utazungumza na shetani, anakudanganya, hana jambo lolote jema kwa wanadamu. Na mambo haya anaiba, anaharibu, mwisho anaua. Toka leo, toka kwenye uliyobeba madhambi, toka kwenye vifungo na laana za ibilisi, toka kwenye maroho ya mababu na mabibi. Yuko leo haweza kukuweka wewe salama. Anaitwa Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Kiwepo yeye hatuhesabu makosa, hatutembei na manunguniko. Amesema yatendeni mambo yote pasipo manunguniko wala hila, muwe wana wa Baba yenu aliye mbinguni. Yatendeni. Ukikubaliana hiyo neno, hila inaondoka, manunguniko yanaondoka, mawazo mabaya wewe unayo hayo, utakubaliana na neno hilo. Na ambao ukikubali tu neno Kristo na leo ni wangu, tashangaa unaanza kuendeshwa naye. Akikuonya unakubali maonyo. Kama hujakubali naye maonyo utakataa. Hata injili utakataa. Wakati ni usalama wako. Ninaangana leo. Aliyesema na Bwana anaitwa Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai, asiyeonja uharibifu wala mauti. Ilipisha kwake kaogopa mauti, kasema wewe tunakujua ni hatari, hatukuwezi. Ndio maana aliposhuka kuzimu kasema tumevamiwa, wewe hatari. Kuzimu inamwambia ni hatari, maana ndiye aliyeweka kuzimu, ndiye aliyeweka mbingu na nchi, ndiye atufanya wanadamu chini ya mbingu. Kuzimu na wote walio kuzimu na mapepo yote yaliogopa na kutetemeka kumwona yeye. Tunakujua wewe ni hatari. Kubali hiyo leo. Asiyeonja uharibifu ni Mungu asionekana kwa macho, lakini anatenda kazi katika ulimwengu wa roho. Yohana anaishi Kristo, anafufua na kuokoa na kuponya Bwana. Na zina habari za niko tena miujiza ni hai milele. Ukikubaliana naye mama uko salama. Ukikubaliana naye kijana utakuwa salama. Ukikubaliana naye baba utakuwa salama. Ni ndani ya Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Watu ndani ya mioyo wamekubaliana na dini zao, anadhani dini itamwokoa. Watu wamekubaliana sauti za shetani ndani ya mioyo, anadhani shetani atamwokoa. Inaongea kama malaya, na ndio malaya la kwanza duniani
inaodanganya nafsi na roho za wanadamu, inaopeleka kuzimu. Amefanya nini? Mbona amekutesa? Hamna kabisa. Usikubaliane naye. Tena usimsamehe. Kwani afanye hivi? Ninavyoongea nadhani inakusaidia. Umeiko kwenye hatari. Hiyo ni mauti. Wala shetani hana salama ya wanadamu, maana amebeba mauti. Yuko mwenye salama, aliye mkuu wa uzima, aliye mkuu wa haki, ni Yesu Kristo, Mwana wa Mungu aliye hai. Ukija kwake utakuwa salama Bwana. Yaani yeye anaweka salama ya nafsi ya mwanadamu na mambo ya usalama. Shetani anavyoongea na mambo mazuri ya kukupa, kumbe umo akifunga bahasha. Anayoongea yale ndani yake amebeba ya mauti ya roho ya kukuua mwenyewe. Pamoja na kufa kiroho, tena bado anaweza kukuotea kukuua hata katika mwili. Huyo anayeongea na wewe hamna. Achana naye. Sisi atakuja mwenyewe anasema, nenda tu Misungwi, kanunue sumu, unywe ufe. Yote na mazuri. Lakini anapoongea kutembea naye mwanadamu, anamsogeza. Na mateso kabisa haiwezekani. Kwani imekuwa hivi na hivi? Hivi hamna. Anaenda naye, anatembea naye. Akifika pale mbele, ameshamaliza rohoni, amemua huyu mtu. Hana Mungu. Kanunue sumu tupe. Au chukua kamba jitundike. Umeteseka mtu. Unadhani unapoenda kuna raha. Kumbe ni kwenye hatari. Ole unayekufa katika dhambi. Anasema Mungu hafurahi kifo cha wenye dhambi, maana ni milele utamwona Mungu. Hakuna toba huko. Kama mwanadamu kwa wapi leo wanatafuta toba, rejea kwa Baba aliye hai. Shetani ananyonga wanadamu kila leo, anawaua rohoni, hapo anatafuta section katika mwili. Huko anawabembeleza, anaongea nao, anawaambia mambo mengi. Hakuna anaenda kuiba eti amwambie kwamba watakushika, watakuchoma moto. Hamna. Yaani ukipata hili dili, ukiweza kubomoa pale, mkapanda hivi, ukapata milioni 7-8, mambo yatakuwa wii. Taenda baa kunywa, takuwa na hawala mwenye nguvu. Tunaona, yaani inamuonyesha kama kuna vitu, kuna mambo atakayopata. Yaani wote kideti kuanzia kifuri, mpaka watu wa kila mmoja anamwendesha hivi. Nini? Umoja hauna Yesu. Ingekuwepo asiye na uharibifu ndani ya moyo, anasema never. Mwiko nimeingia kwa Kristo, nimetoka dhambi. Nakataa kwa jina la Yesu. Toka tamaa ya dhambi. Na Yesu utasema toka wewe. Na Yesu utajua toka tena. Yaani ninakuongelesha mambo yake, wewe ni kuitika tu kama uko robot sana. Yaani sisi tukishaingia kwa Kristo ambaye hana uharibifu, tunakwambia kemea hicho. Kataa hii hali. Nani watakwambia kataa? Una dini moyo na himo Yesu. Ukiwa naye yule ambaye hana uharibifu, ni Mungu wa milele, mwenye utukufu, mwenye vyote, anakwambia kemea. Haleluya, haleluya. Mimi kipindi naokoka tu, nakwambia shetani atakuchezea Mungu, bila Mungu. Nimetoka kuokoka, niko unaita mchangeti. Unaita mchanga, sijajua sasa. Nilikuwa mchanga au niko kwangu nafanya usafi. Mimi tutafanya usafi na deki nafanyaje? Nikafika sebleni. Ghafla nikasikia sauti inazungumza, kwa nini unateseka hivi? Alafu nimetengenezewa na mazingira. Naona kama tunateswa. Shetani anaweza katengeneza hata mazingira uone ni mabaya yopo. Hayafai, afadhali ufe. Mimi niliambia hiyo unateswa mno. Sasa nikwambie, sasa kanunue sumu Misungwi, hapo uje ule. Tena ningeondoka hapo kwenda kununua bila neema ya Mungu. Niko hapo ndio mawazo mimi kama hata hivi. Ikaja neema kwamba kama hiyo ni pepo. Unajua hapa alikuwepo Yesu moyoni. Japokuwa nilikuwa ndio nimeokoka. Nia na moyo umeelekea Kristo. Ile neema ya kwamba hiki ni hatari ikaja kunitambulisha. Una Yesu anaanza kutambulisha. Ikaja hiyo nilikemea. Ni nguvu kabisa na mbaya mtu. Toka kwa Yesu moto. Na ukatoka kwa Yesu. Niliomba sio baki sawa. Nikaatiwa. Nikaanza kushangaa. Haya mawazo kutoka wapi? Bwana nisaidie nikae na wewe. Hii ni neema yako imeniokoa. Maana huo mchana ningeenda mbio kununua dawa ya panya. Una hii. Na hilo lilikuwa nakuendesha. Hata mtu akikukosea, utakusamehe. Ila kwambia msamehe wa nini? Unakubaliana naye wakati nimebeba nini? Na ndio. Yeye ndiye somo. Bwana ndio mtimi.
sio kondomu, salama sio pesa ulizo nazo, wala mahekari ya kulima mpunga. Salama ya mwanadamu ni kukaa ndani ya Kristo, asiyeonja uharibifu. Bwana, yaani ukitembea naye yeye mwenyewe anakuokoa hata wewe usiyojua. Kama mimi hapa nikuja neema tu ya kuniokoa. Kwani wangapi wamekufa kunywa sumu? Wangapi wamejinyonga? Si ni wewe? Unadhani nini shetani alikuwa anaongea na mimi? Kuna mmoja hata sio siku nyingi nimesikia amejinyonga. Maeneo hayo tu hapo ukipita hapo halmashauri hapa kwa mkoa wa ofisi nyuma hivi. Baba na familia alitoka kwake, wamegombana na mke wake. Alipopiga mke akatoka hapo, mchukua basikeli yake, bebeba na nguo zake, akafika hapo, chukua shati jining'iniza kwenye mti. Kazi za shetani ni mbaya mwanadamu. Hapo wewe mwenyewe unaishi naye huyu. Ni muuaji, mtabasi. Hana jambo si. Mambo alionani mabaya tu wanadamu. Lakini wanadamu ndani ya mioyo wanatembea naye. Hivi na ubiri wengine ndio wao kuongea kuchati. Wanachati na mama laya. Wanachati. Huyo anachati message na mama laya. Mwingine huyo anachati na shetani kwenye fahamu tena. Wote wanachati hawa. Na sasa basi. Muuaji anatamba soni kwa wanadamu. Yukasie na uharibifu. Anaitwa Yesu. Kisa mwana wa Mungu aliye hai. Ukija kwake wanadamu utakuwa sawa roho na mwili. Bwana, ni ndani ya Yesu mwana wa Mungu. Ukiingia kwake shetani hawezi akachati na wewe. Iwe kwenye simu hivi, iwe kwenye fahamu, hawezi kuzungumza na wewe. Maana yupo yule ambaye hana uharibifu, ametawala maisha yako. Amekaa moyoni, anakuendesha. Yaani utakao kuzungumza wewe mle ni neno tu. Fikiri aliyojikisariko. Hata likiinuka jambo mtu akuinukia wewe mle ndani unaona huyu ni mzuri. Haya mapepo tu. Wewe ni wakuachilia tu. Haufikiri mabaya. Kwa sababu yuko asiye uharibifu anaendesha umoja. Bwana wako na anaendesha. Bwana umejaa visasi. Bwana umejaa manunguniko. Bwana umejaa mabaya. Bwana unawatia wengine. Bwana unawaza mabaya. Geuka moyo jumla. Lecheni Baba bali hai na kuita leo. Haujasawa na hai. Sikiliza. Anaweza kukudanganya kupindua fahamu. Mambo yaliyo mabaya unaona mazuri, maana amekugeuza hata ufahamu. Yaani shetani anafanya watu wateke kichwa chini mguju. Mambo yaliyo mabaya wanaona mazuri wao. Mazuri ya Mungu anakataa. Kwa ndani ya moyo mnazungumza naye amna. Msamehe nini? Sana naye. Sina nini? Hata wanaovunjisha miji utapata mwingine hisi wa bahati yako. Nikitaka binti kamoja kama olewa. Sisi nataka nimaliza mwezi. Nauliza wewe. Nimeambiwa umefanyaje? Mbona kwako sikoni? Sio bahati yangu ile. Nitafute mwingine. Ni mamitumba mnadani. Kadogo tu kamevunja mji kasi. Sio bahati yangu. Nikasema mume atakuwa mtumba. Kwa hiyo unataka bahati ipi? Hapo manake wamefarakana, eti sio bahati yake. Kwa hiyo utakuta bahati yako yaje. Unaenda kuokota hela. Na nani amezitupa? Tabu ndio mwanzo zambi. Tabu